Baada ya mwanaume mmoja kufyatua risasi katika hafla ya White House Correspondents' Dinner ambayo ilifanyika kwa lengo la kutambua mchango wa vyombo vya habari na waandishi wa habari nchini Marekani, tukio ambalo hufanyika kila mwaka likikutanisha waandishi wa habari, wahariri na waandamizi katika kada hiyo, wakikutana na maafisa mbalimbali wa serikali ya Marekani, wakiwemo ngazi ya juu, makamu wa rais wa Marekani, mawaziri na vyombo mbalimbali vya maamuzi nchini Marekani. Tukio ambalo limeingia doa baada ya mwanaume mmoja kufyatua risasi katika eneo la geti la kuingilia, ambako alipita katika kiunzi ambacho kinatumika kwa ajili ya kukagua watu wote ambao wanaingia katika sherehe, na hatimaye kukimbia na kufyatua risasi, mwanaume ambaye pia aliweza kudhibitiwa. Taarifa hii tumekuletea baada ya tukio hili kutokea. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye aliokolewa ama aliweza kutolewa kwa haraka sana, pamoja na makamu wake wa rais na maafisa wengine vile vile. Sasa hii ni press conference ambayo Rais Donald Trump ameifanya muda mfupi tu baada ya kurejea Ikulu baada ya kuokolewa kutoka katika hilo tukio, akizungumza na waandishi wa habari, na yako mambo mengi ambayo ameyasema ama ameyataja katika eneo hilo, ikiwemo kusema mshukiwa alikutwa akiwa ana silaha nyingi, kwa hiyo inaonekana alikuwa ni mtu ambaye amejiandaa. Lakini vile pia mshukiwa alikuwa tayari alishawahi kujihusisha na masuala ya kisiasa, aliwahi kuchangia dola 25 katika kampeni za Kamala Harris ambaye alikuwa mpinzani wa Rais Donald Trump katika kinyang'anyiro cha urais uliopita wa Marekani. Rais Donald Trump amesema kuwa mshukiwa mmoja aliyekuwa na silaha nyingi alivamia kizuizi cha usalama kabla ya milio ya risasi kusikika kwenye dhifa ya kila mwaka ya wanahabari wa Ikulu usiku wa Jumamosi kuamkia siku ya Jumapili jijini Washington DC. Trump aliondolewa jukwani kwa haraka na yeye pamoja na mawaziri wake wote wako salama. Sasa Trump ameeleza kwamba mwanaume yule baada ya kuwa amekamatwa alikutwa akiwa na silaha nyingi. Mshukiwa huyo ambaye tayari anashikiliwa na polisi atafunguliwa mashtaka ya kutumia bunduki, kufanya uhalifu wa ukatili na kumshambulia afisa wa shirikisho la silaha hatari, kwa mujibu wa mwanasheria wa Marekani Jeanine Pirro. Majeruhi wa shuhuda, wakala mmoja wa Secret Service alipigwa risasi kwa ukaribu, lakini Trump amesema yupo katika hali nzuri kwa sababu alikuwa amevaa fulana iliyopenya isiyoruhusu risasi, kwa maana bulletproof vest. Wolf Blitzer wa CNN, mtangazaji huyo, alikuwa nje ya ukumbi wakati alipomwona mtu mwenye bunduki akifyatua risasi hatua chache tu kutoka alipokuwa amesimama yeye mwenyewe. Alikuwa miongoni mwa makumi ya wageni waliojificha wakati wa maafisa wa usalama walipovamia eneo hilo. Kauli za Rais Donald Trump baada ya tukio zimechukua hisia na kuendelea kuzungumziwa sana katika vyombo vya habari ulimwenguni Jumapili hii. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa kwa haraka Ikulu, Trump alisema, "Tulitaka kubaki usiku wa leo. Nilipambana sana ili nibaki," alisema Donald Trump, akielezea jinsi alivyotaka kuendelea na hafla hiyo adhimu. Hali ya mkanganyiko, Trump alisema mwanzoni alifikiria ni sinia iliyoanguka chini wakati mshukiwa alipovamia, kabla ya yeye na Melania Trump kuondolewa kwa kasi na walinzi. Alipoulizwa kama ana wasiwasi na ghasia za kisiasa, alisema ingawa ana wasiwasi, hawezi kuishi kwa hofu kwa sababu urais ni kazi ya hatari. Aliongeza kuwa shambulio hilo limetunganisha na kuahidi kuwa tukio hilo likirudiwa litakuwa na usalama mkubwa zaidi. Hadi sasa uchunguzi bado unaendelea. Mkurugenzi wa FBI Kash Patel amewasihi wananchi kutoa taarifa zozote zinazohusiana na tukio hilo. FBI kwa sasa inachunguza mabaki ya risasi na bunduki ndefu long gun iliyopatikana eneo la tukio pamoja na kuwahoji mashahidi. Polisi wamekiweka chini ya ulinzi chumba cha hoteli ambacho mshukiwa alikuwa amekaa ili kubaini kilichokuwa ndani. Hayo ndio ambayo amezungumza Donald Trump katika video hii ambayo unaweza pia ukaendelea kuitazama kwa ufupi na kujaribu kuona namna gani ambavyo Donald Trump amezungumza na maswali mbalimbali ambayo pia ameyajibu ya waandishi wa habari.